Haya ndo makosa makubwa watu wanayofanya wanapoanza biashara. Kosa la kwanza kabisa ni kuanza biashara yako kama ni chanzo cha ziada cha mapato, wanaita side hustle. Hii ni kwa namna gani na kuwa wanafanya kama chanzo cha ziada? Jambo la kwanza iko hivyo, kila idea unaiona, yani $1 million ama $1 billion company ama idea ambayo unaiona iko sokoni, huwa inaanza kwenye situation tofauti tofauti. Inaweza ikaanza shuleni, inaweza ikaanza chuoni. Hizo idea unaweza mkaanza nazo mkiwa kazini, mnaweza mkaanza nazo wakati maisha yamefeli kabisa, ndo mkachukua idea mkaanza kuifanya. Mnaweza kaanza wakati unapambana project yako fulani, lakini unaona kuna idea fulani ambayo unaweza kuifanya vizuri, afu ikawa vizuri. Sasa basi, badala ya kupata idea na kuanza kuhakikisha, moja, umeisajili biashara yako aidha kama kampuni ama jina la biashara. Pili, umepata leseni yako ya biashara. Tatu, umepata tax clearance yako vizuri, kwa maana ya kupata TIN number. Hivi vyote hawavizingatii. Wanaona kama hii ni wazo tu ambalo litakuwa na shida wala ina shida. Unavyokwenda, jinsi ambavyo unakwenda, unavyozidi kuwa mkubwa, unajikuta moja, unashindwa kupata advantage ambazo ungezipata kwenye idea ulionayo kwa sababu hujasajili. Kwa mfano, kutambulika na taasisi za kifedha. Huwezi kupata fund, huwezi kupata mkopo, huwezi pitishiwa pesa, huwezi kufanya biashara na makampuni makubwa ambayo yanahitaji invoice yenye jina lako. Yote inakuwa umepita kushoto. Hiyo namba moja. Namba mbili, huwezi kuhakikisha usalama, security na kutambulika kisheria na idea yako ama biashara yako, jina lako lisitumike na watu wengine, ama nature ya biashara yako mtu mwingine asije akakimbia akaja kuisajili chapa. Namba tatu, upo kwenye riski ya mtu mwingine kufanya kitu unachokifanya, either ni partner ama watu ambao unaongea nao ama watu wako karibu kabisa, ama mtu anaweza kaangalia idea yako akasema hii ni idea nzuri akakimbia akaisajili na kupoteza kila kitu. Nne, unakuwa kwenye riski ambapo ni ngumu kufanya biashara za kimataifa ama kufanya automation ya biashara yako kwenye monetization ama kuirun na official kwa sababu tu haiko rasmi. Tano, huwezi kupata tenda kwenye biashara yako na utaishia kuwa mdogo muda mrefu. Sita, ukishakuwa mkubwa bila kuwa rasmi, kuna hatari ya kuweza kuchukuliwa hatua za kisheria kwa sababu unafanya biashara kiholela. So idea na nature ya biashara ulionayo usichukulie kama side hustle, kama ni biashara ya pembeni. So kama wewe ni huyu na unajijua una kimoja kati ya viwili vifuatavyo: moja, umeshaanza biashara na unaingiza at least $5 million kwa mwezi, au mbili, una mtaji kuanzia $5 million na kuendelea, unataka kuanza biashara ama upo tayari kwenye biashara, nipigie simu mapema kabisa kwa namba zipo kwenye caption. Nitahakikisha unapata kampuni yako mapema bila kupoteza muda, ama comment neno usajili hapo chini, nitakufikia DM kukamilisha usajili wa kampuni yako sasa hivi.